madhabahuni kwa Bwana nina neno la shukrani kwa Mungu. Ndio. Kwanza ninawapenda. Amen. Nina siku nyingi sijawaona, lakini nimeingia leo nikajisikia vizuri kuwaona. Mungu awabariki sana. Kama nilivyosema mchungaji, mimi na familia yangu na tumepita mbele za Mungu kwa shukrani kwa mambo matatu kwa haraka. Jambo la kwanza, Januari mwaka huu tulimwomba Mungu kwenye madhabahu hii na tulitoa sadaka ya shukrani. Na tukasema Bwana tufanyie uamuzi kati ya kwenda nje ya nchi na kubaki hapa nchini. Bwana amejibu na amesema nibaki nchini. Kwa hiyo tunashukuru sana Mungu. Na tafasiri yake ya kubaki nchini kuna jambo amelifanya. Na tajimalizia hiyo kulisema nipenda kuganisha na hapo. Amen. Jambo la pili, familia yangu tumekuwa mama mmoja muda mrefu hapa kanisani. Alikuwa kwenye shughuli maalum za serikali, baadaye akarudi akawa na majukumu ya kifamilia, lakini baadaye tena kuna mambo yakatokea akayaenda kuyashughulikia. Wakati anarudi alipata kidogo mshtuko kwenye mwili, alipata shida kwenye sehemu ya mgongo. Kwa hiyo alikuwa chini ya uangalizi maalum Benjamin Mkapa. Tunamshukuru Mungu sana kwamba Bwana amemponya. Amen. Kilichobaki tunasubiri zile siku alizosema, lakini tayari wameshamwangalia yuko vizuri na anaendelea vizuri sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Amen. Sasa lile niliyosema linaambatana na jibu la Januari kwamba Bwana tulipomuomba na amejibu tubaki, amenifanyia nafasi ya kuongezeka katika utumishi wa kumtumikia Bwana. Amen. Nilikuwa natenda majukumu ya katibu mkuu kwenye huduma inayolea vijana mashuleni, sekondari, shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu nchi nzima. Lakini sasa Bwana amenipa kuwa msimamizi mkuu wa taasisi hiyo nchi nzima, na kwa muda wa miaka 4 toka tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka huu na tarehe 15 ya mwezi wa 3 nimekabidhiwa ofisi kuanza majukumu, na ofisi iko Morogoro. Makao makuu ya taasisi hiyo iko Morogoro, lakini tunatembea nchi nzima. Kwangu bado ni Dodoma, na familia itakuwa Dodoma, na mimi nitakuwa Dodoma. Kwa hiyo msubiri kwamba sasa tena ilikuwa ni alafu tena nipo hapa. Kwa hiyo nitakuwepo, jambo nimeongeza tu majukumu hayo, na mwezi wa 6 nitakuwa nasimikwa rasmi kwenye itifaki ya Baraza la Makanisa ya Pentecost, kwa sababu naingia kwenye baraza lazima uwekewe mikono. Kwa hiyo tutakuwa tunawekewa mikono mwezi wa 6 kwa ajili ya kuanza majukumu hayo. Kwa nafasi hiyo naruhusiwa kuingia kwenye baraza la maaskofu moja kwa moja. Amen. Lakini pia nitakuwa ninawekwa mikono kwa ajili ya kuanza wajibu mwingine wa kuwa afisa anayeshughulikia kuunganisha taasisi za dini na serikali. Kwa hiyo ni kazi ambayo ni jukumu la kitumishi, lakini pia nimebeba sera ndani mwake kwa utaalamu ambao Mungu ameendelea kuwa nao wa kuwa mtaalamu wa sera na utatuzi wa migogoro. Baada ya kusema hivi, niseme familia yangu tunawashukuru sana kwa maombi yenu kanisa. Mchungaji, tunakushukuru sana kwa kututia moyo. Umenivumilia na kuaga kwa dharura. Naacha majukumu ninayotaka nikusaidie kuyafanya. Na muda wote tumekuwa tukiwasiliana. Nakushukuru sana. Amen. Niwaombe pale nyumbani papo mama atakuwepo mara nyingi. Kwa hiyo mimi nisiponiona basi mtamtie moyo na yeye atakuwepo. Lakini kadri nitakavyokuwepo hapa ndipo kwangu na halijabadilika jambo lolote. Amen. Baada ya kusema hivi, hata sauti hii nilikuwa na huduma Morogoro, nimefundisha toka Jumatatu mpaka jana nilikuwa nahitimisha huduma ya madhabahuni. Kwa hiyo sauti yangu ilinyang'anywa na vyombo. Sasa nisamehe tu kwa kuwa hivi vibaya leo kwa sauti. Na mimi Bwana atanisaidia zaidi tumeane na tujikabidhi mikononi mwa Bwana. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Sasa kwa sababu wewe huko mikononi mwa maaskofu, wala hatutakosa hicho kichwa chako kukuombea. Sisi tutakuombea tu kwamba Mungu mtie nguvu. Ukimaliza huko
ndio tunashuka huko chini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ngine mkono naye kama Bwana. Amen. Kwanza nina kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ninamshukuru mchungaji kiongozi kwa malezi ambayo anatupatia, lakini pia nina kila sababu ya kuishukuru familia yangu kwa umoja tuliona. Amena. Na nimesimama kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa mambo kama matatu. Nikianza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza, wakati mwaka tunauendea kumaliza mwezi wa 12 kuelekea wa kwanza, na nimepita na changamoto ndogo ndogo nyingi ambazo katika hizo zote sikuona kama ni jambo la kumwacha nani Mungu. Vingine vilifika vikatishia maisha yangu kidogo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu niliposafiri kwenda nyumbani, kwanza nikapoteza mawasiliano. Ikabidi ninunue mawasiliano kwa kitu ambacho tukipanga kwa mwanzo wa mwaka kwanza kwa namna hii. Lakini ile narudi tena nikakuta wateja wangu wote tena wakapotea, nikabakiwa kama wawili. Kwa habari ya tuition. Kila familia nilipoenda wakasema watoto wamesafiri. Nasema Mungu kuna mpango gani? Nikatulia nikamsihi Mungu nisikie nini. Zaidi ya hapo ikatokea kazi ya kitaifa. Nikaondoka kwenda kufanya kazi ya taifa. Niko nafanya kazi ya taifa, naambiwa kwamba nimebadilishiwa darasa kufundisha. Ile darasa ambayo natakiwa niendelee na usitaendelea. Lakini darasa jingine ameleta mtu wa kuifanya kazi kwenye darasa hili. Nikabaki nafikiria kwamba Mungu hiki ni nini? Kulikuwa na kikao cha kufungua shule. Kikao kimefanyika siku. Lakini kila mmoja alisimama kwa jinsi alivyoweza kusema. Walinisema vibaya sana, kila mmoja aliyepata nafasi. Lakini walikuwa wakimtukana Mungu. Kwa sababu kusema kwao vibaya hakukuishia pale. Waliweza kusema kwamba huyu ameacha kazi, amejali Mungu wake. Na wanataka nifanye kwenye muda ambao ni wa ziada, sio muda ambao upo kimkataba. Na mimi nikatulia, nikapata utulivu. Nikamshirikisha mke wangu, nikamwambia mke wangu, hali kazini sio nzuri sana. Maana iliyopo ni vita ya nini? Ya maneno. Akaniambia tulia. Tulia. Inapowezekana fanya kwa wakati unaotaka. Basi hilo nikaanza kufanya kazi na nikawa kimya kweli. Watu wengi wakaniomba kwamba kamuone bosi. Nikamwambia sitafika kwa bosi mpaka bosi atakaponiita. Nikatulia, nikamsihi Mungu. Katika utulivu ule Mungu akanipa siku 14 za omba. Nikatulia siku 14 mbele za Mungu. Namaliza tu hivi, majibu yakafanyaje? Yakaa. Kwa kile walichokuwa wanakisema, wakainuka watumishi wote tunaofanya nao kazi, kuanza kupiga kelele kwa ajili ya kila ambacho kilikuwa kinanilenga mimi na kukisema kwamba hakikuwa sahihi, kilikuwa kibaya, na mimi sikusema chochote mpaka leo. Lakini kule wamesimama wote, kila mmoja anasema kwamba kwa namna hii hatutaendesha shule, kwa namna hii hapo inatakiwa rudi kwenye mpangilio huo. Mungu atukuze sana. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza kwamba Mungu kanishindia. Amen. Wao waliposimama kama adui, Mungu yeye akasimama kama mtetezi. Amen. Akaniinulia watu wa kusema na mimi sikusema, na alichokisema ndio kinarudi kwenye mfumo katika taasisi itaendelea. La pili, Mungu atukuze sana. Nao vijana hapa. Yule aliyeko kule mwanzo kabisa anaitwa Samueli. Na kila mmoja nafikiri ni shahidi. Ndio. Kuna mwaka ulipita ilibidi ailishe masomo yake kwa shida ya kutokutembea. Bwana asifiwe. Vipimo vyote vilipita, CT scan zilifanyika na kila kitu, lakini ikaonekana ugonjwa. Lakini Mungu jinsi alivyo mzuri, sasa hivi ameimarika. Nafikiri mmemwona hata wakati anatembea kutoka kule nyuma kuja huko mbele. Mungu atukuze sana. Namtukuza Mungu kwa ajili yake. Naye kijana Vincent. Amena.
nimemlea toka akiwa 14 nipo naye. Amejifunza vitu vingi kwa Mungu kuliko jinsi ambavyo mimi nilifikiri au jinsi nilivyomfundisha. Bwana asifiwe sana. Unapomwona hivi amepata kibali kiasi kwamba mimi siwezi kuelezea. Ameenda advance, ameenda kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa uinjilisti mkoa kwa wanafunzi wa CASFET. Amen. Mungu atukuze sana. Amemaliza form 6, amekuja hapa amepata kibali. Ameifanya kazi na teenagers. Na hata sasa yuko anaendelea. Bwana asifiwe sana. Si hivyo, ameenda chuoni mwaka wa kwanza. Ilivyo ajabu. Yaani unafika mwaka wa kwanza, una siku chache bado ni mgeni, halafu Mungu anaamua kuweka kwa mwenyekiti wa CASFET tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Zaidi ya yote alichokifanya kwake ni kikubwa mno. Mungu atukuzwe. Kile nilichomfundisha kwa kidogo na Mungu anafanya kwa ukubwa. Unapomwona hivi wakati anakuja hapa, ametoka kufanya injili ya kusimama jukwaani Bagamoyo na watu wameokolewa katika mkutano ule na matendo makuu ya Bwana yanaonekana. Bwana asifiwe. Lakini ningetamani niendelee kusema kwa kila mmoja. Sasa hapa wote hawa ni watumishi wa Mungu na mnawafahamu vizuri sisi. Na kila mmoja ashasimama kwa nafasi yake. Kwa hiyo naomba niseme kwa uchache kwamba namshukuru sana Mungu kwa hili. Amen. Nimevuka vikwazo, ni mshindi katika yeye, na visasi sasa kama alivyosema kwamba kazi yake Mungu anatulipia visasi. Amen. Katika Warumi 12 ule mstari wa 19 mpaka wa 21. Ukisoma pale utaelewa. Wale watu walionisema mabaya, mimi na fulani pamoja nao tunacheka pamoja na tunafanya kazi pamoja. Kazi zingine ni za Bwana. Amen. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. Asante kwa ushuhuda mzuri. Wewe anaanza mwanaume. Amen. Amen. Mimi namshukuru Mungu sana. Neema hii ambayo ameachilia familia yetu ya kupata mtoto. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya zawadi ya mtoto. Ndio. Sina mengi ya kusema zaidi ya kushukuru. Amen. Amen. Sasa rudisha aliyeenda rema, ndo tunataka kusikia kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa kuifikia siku ya leo. Kweli. Pia napenda kumshukuru Mungu, nimemwona akiwa pamoja na mimi katika kipindi chote cha ujauzito. Nimemwona amenitetea, amenipigania, amenisaidia, nimejifungua salama. Pia napenda kumshukuru mchungaji na mama mchungaji. Mungu awabariki sana kwa maombi yenu. Amen. Pia niwashukuru kanisa. Mungu awabariki sana kwa maombi yenu. Namshukuru sana Mungu, nimejifungua salama. Mtoto wa kike anaitwa Fena. 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 Namshukuru Mungu, sasa hivi ni mama mwenye watoto 4. Wow. Yuko wapi Fena? Huyu hapa. Jana mama mkurugenzi alisema kwamba yani siku hizi vijana wa siku hizi wanazaa watoto wazuri. Akasema akasema tuanze upya vipi? Bwana asifiwe. Jamani, Mungu awabariki sana. Naomba mgeukie madhabahuni. Naomba kwa heshima kabisa Mama Steven, naomba uje uombe maombi maalum ya shukrani pamoja na hawa watu ili kusudi watolee sadaka. Wametoa neno ya shukrani lakini wana sadaka zao za shukrani. Naomba uje uwaombee. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo ambapo Bwana watoto wako wamesimama kukushukuru katika matendo makubwa ambayo umefanya katika maisha yao. Baba, sisi wote tunayo mengi ya kukushukuru, lakini Bwana wenzetu wamepata nafasi na wamesimama kusema kila ambacho Bwana umekitenda. Baba, ninakushukuru kwa sababu wengine umewatetea kazini walipopitia katika mambo magumu ya kusema vibaya, umekuwa pamoja nao.
Ninakushukuru Bwana kwa sababu umefanya hata mtumishi wako ambaye alikuomba kwa habari ya kuwa aende nje au abaki, lakini ukasema Bwana aweze kubaki mahali hapa ili aweze kutekeleza majukumu ambayo umempa katika kazi yako. Ninakushukuru Bwana kwa kumsaidia mama huyo ambaye alikuwa mjamzito na sasa ameweza kujifungua salama. Baba, umetenda mengi kwa watoto wako. Baba, ninakurudishia sifa na utukufu. Naomba ukaendelee kuwalinda na kuwatunza watumishi wako hawa ambao